Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Utahuzunika kwa muda gani? Utaishi kwa majuto hadi lini? Mwenzangu, majuto humaliza nguvu. Laiti nisinge, laiti ninge, kama huku, kama uli. Na kwa hivyo hii ni leo na tuwe watu wa sasa. Kwa sababu imani ni sasa, imani si jana, imani si kesho. Leo nina imani kuwa Mungu anaweza kushughulikia ya jana, na leo nina imani kuwa Mungu anaweza kushughulikia ya kesho. Nataka kukutoa kutoka katika aina yoyote ya huzuni au kifo au chochote kinachokushika. Kwa sababu una nguvu ya Mungu ndani yako. Na hujachelewa kuanza upya. Haijalishi ni nini kimetokea katika maisha yako, haijalishi umefanya nini au umefanyiwa nini. Hujachelewa kuingia katika mwanzo mpya. Hujachelewa. Lakini mustakabali wako huna nafasi kwa maisha yako ya kale. Kwa hivyo leo ndiyo siku kilio chako kinaenda kuisha. Na tunaenda kupata mpango wa pili kutoka kwa Mungu ambaye kila mara huwa mzuri zaidi. Kwa hivyo huenda ukadhani, ndiyo nimeharibu mpango wa Mungu kwa maisha yangu, nimeharibu mpango wa kwanza. Ndiyo, unajua kweli ni kwamba hata kama ulifanya haijalishi sana, kwa sababu ukimwendea Mungu na useme najua kuwa unaweza kunikomboa, mpango wako wa pili unaweza kuwa mzuri kuliko jinsi mpango wa kwanza ungalivyokuwa. Samueli wa kwanza sura 16. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Sasa wajua, Samueli ndiye aliyemtia mafuta Sauli kuwa mfalme na alifanya kazi naye. Na unajua, unapoweka muda mwingi kwenye kitu na muda mwingi wa maombi katika kitu, ni vigumu sana ikiwa hakitafaulu. Ndiyo, Sauli hakuwa jinsi alivyopaswa kuwa. Hayakuwa makosa ya Mungu, hayakuwa makosa ya Samueli, hayakuwa makosa ya watu, yalikuwa makosa ya Sauli. Na ukweli kile kilitendeka ni kuwa alijawa na kiburi na kuwa na fikra ya kiburi. Mwishowe Mungu alimshusha chini kutoka juu alipomruhusu kuwa. Sasa Samueli alikuwa akilia, alikuwa na huzuni kwa sababu ya kile kilimtokea Sauli. Na kwa hivyo alizungumza na Samueli kwa nabii Samueli, alisema, hata lini utamlilia Sauli? Nimemkataa, hilo limeisha. Sasa anasema, ijaze pembe yako mafuta, nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Naomba nikwambie hivi jambo, Mungu hakosi mpango. Unanisikiza? Ijapokuwa kuna shida nyingi katika taifa letu kwa sasa, naamini Mungu ana mpango. Iwapo atampata mtu wa kusimama na kuchukua hatua, au watu wengi, Mungu ana mpango. Mungu ana mpango kwa maisha yako, na mpango kwa familia yako, na mpango kwa ajira yako, na mpango kwa afya yako. Na kile unastahili kufanya si kuwa na hii fikra, ndiyo nimechelewa sana, nimeharibu maisha yangu na nimechelewa sana, nadhani nitakaa hapa tu na kuwa na fikra mbaya hadi Yesu arudi kunichukua. Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Utalia hadi lini? Unajua, katika sheria za Agano la Kale, na hili linanifurahisha sana, waliruhusiwa kuomboleza kwa siku 30 pekee. Ilikuwa sheria kwa wakati mtu anapofariki wanaweza tu kuomboleza kwa siku 30. Sasa najua hili laonekana kuwa halipendezi, na sisemi kuwa ikiwa umefiwa na mtu ambaye ulimpenda yafaa tu uomboleze kwa siku 30, lakini nadhani kuna kanuni hapa. Kwa muda gani nililia kwa sababu nilidhulumiwa nikiwa mtoto na wazazi wangu hawakunipenda na hawangeweza kunipenda? Jua penzi la kweli ni nini? Kwa muda gani nililia kuhusu hilo, na ni miaka mingapi niliweza kupoteza? Ndiyo, ni zaidi ya kile ninachotaka upoteze ikiwa kitu kama hicho kimewahi kukupata, na nataka wewe ujifunze kutokana na ushuhuda wangu kuwa haifaidi chochote kulilia kitu ambacho huwezi kukibadilisha. Amen. Utalia hadi lini? Utahuzunika kwa muda gani? Utaishi kwa majuto hadi lini? Mwenzangu, majuto humaliza nguvu. Laiti nisinge, laiti ninge, kama huku, kama uli. Na kwa hivyo hii ni leo na
tuwe watu wa sasa, kwa sababu imani ni sasa. Imani si jana, imani si kesho. Leo nina imani kuwa Mungu anaweza kushughulikia ya jana, na leo nina imani kuwa Mungu anaweza kushughulikia ya kesho. Kwa nini Yesu alijiita mimi niko? Na kwa nini Mungu alisema mimi niko ambaye niko? Kwa sababu hakuwa mkuu ambaye alikuwa, wala hakujiita mkuu ambaye atakuwa. Kuna ujumbe hapa, alisema mimi niko. Mimi niko. Mbona unaogopa na kusononeka? Mimi niko. Niko hapa sasa hivi katika maisha yako sasa hivi, pahala ulipo hivi sasa hivi, pahala ulipo hii leo. Na kila kitu kinaweza kubadilika papo hapo ikiwa utaanza kuelekea katika hatua inayofaa. Sisemi kuwa shida zako zote zitapotea punde tu unapotoka katika jumba hili, lakini angalau unaweza kuanza kuelekea katika hatua inayofaa kwa kuwa na fikira mpya kuhusu maisha. Usahau yaliyopita. Sote tuna historia, lakini tumshukuru Mungu, sote tuna maisha ya baadaye. Amen. Kumbukumbu la Torati 34:7 na 8. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Napenda hili. Wakati Musa alikuwa na umri wa miaka 120 na alikufa, alikuwa bado na nguvu kama kijana. Wana wa Israeli wakamuomboleza Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Yoshua 1 mstari wa 1. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Ndiyo. Unajua, unaweza kusoma hilo na ukose kuelewa, lakini kwangu mimi hili linanieleza mengi zaidi, kwa sababu ilikuwa wazi wanajua Musa alikuwa amekufa. Tayari walikuwa wameomboleza kwa siku 30. Kwa hivyo mbona sasa Mungu alijitokeza na kusema tena Musa amekufa? Kwa sababu kuna ujumbe mzito hapa. Alikuwa akisema sasa ni wakati wa kusahau hilo na kutazama mbele. Jamani, kama ulikuwa na ndoto ambayo imetibuka, ni wakati wa kusahau hilo na kupata ndoto mpya. Na ikiwa ulishindwa hapo awali, wewe hujashindwa, kwa sababu ulifanya kitu ambacho hakikufua dafu. Kila mara huwa kuna nafasi ya kuanza upya. Kila mara unaweza kuanza upya tena. Amen. Musa amekufa. Kwa hivyo amka, napenda hilo. Amka na uendelee. Haya basi, ondoka na chukua nafasi yako. Navuka mto Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo. Mstari wa 3 ni muhimu sana kwa maisha yetu. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwambia Musa. Unaona, Mungu alikuwa akisema, tayari nishatengeneza njia. Kila kitu tayari kimepangwa. Mungu tayari ashafanya kila kitu anachotaka kufanya. Sasa anasema, ondoka, sahau yaliyopita na anza kwenda mbele. Na kila mahali zitakapokanyaga nyayo zako, nimewapa ninyi. Ni penu, lakini lazima upachukue. Jamani, mnapaswa kufurahi zaidi. Hakusema enda ukatulie, kaa tu hapo nitakufanyia chochote. Na hivyo ndivyo tunavyokuwa mara nyingine. Nitatulia tu, wajua. Mungu tu, Mungu nataka tu muujiza, Mungu nataka miujiza. Mungu anasema ondoka. Sahau yaliyopita. Na kila mahali zitakapokanyaga nyayo zako. Jamani, unastahili kujifanyia mambo mengine mwenyewe katika maisha yako. Kuna mambo mengine ambayo ni wewe mwenyewe unaweza kuyafanya, na ikiwa hutayafanya, hakuna kitakachotekelezeka katika maisha yako. Wacha niwaambie hadithi ya huzuni, bali ni muhimu. Nilikuwa nimeamua moyoni mwangu wikendi hii kuwasimulia hili, japokuwa nimeisimulia hapo awali. Lakini kuna mtu asubuhi ya leo ambaye anastahili kusikia hii. Nilikuwa na ndugu mmoja, kaka. Nimesema nilikuwa na ndugu kwa sababu miaka michache iliyopita, miaka 3-4 iliyopita, alikufa katika gofu la nyumba mjini California.
akiwa bila makao, mraibu wa mihadarati na pombe na dawa za kumeza. Unasema, Joyce, inawezekanaje kaka kuwa katika hali hiyo? Kwa sababu hata tungemfanyia nini, hangeweza kujifanyia chochote. Huwezi kumrekebisha mtu ambaye hataki kurekebishwa. Lakini unaweza kuharibu maisha ukijaribu. Kakangu alijiunga na jeshi akiwa na miaka 17. Ijapokuwa hakudhulumiwa kijinsia, alidhulumiwa kwa kukosa kuwa na baba, na mfano wote ambao babangu aliuonyesha kwake ulikuwa mfano mbaya. Na alijiunga na jeshi akiwa na miaka 17. Wazazi wangu walitia sahihi stakabadhi, na alipokuwa angali Vietnam, aliingizwa kwenye madawa za kulevya. Na aliendelea kuwa na tatizo hilo katika maisha yake yote. Unasema, ndio, ole wake maskini, huenda angefanya chochote. Ndio. Unajua kakangu kila mara alikuwa hawajibiki. Alitaka kila mara mtu mwingine amwajibikie. Alikuwa na hii dhana kuwa mtu mwingine anapaswa kumwajibikia. Hiyo ilikuwa mojawapo ya sababu kwa nini wana wa Israeli walikaa jangwani kwa muda mrefu. Walikuwa na fikra kama hiyo, mtu mwingine aniwajibikie. Kila mara wangejipata kwenye shida kwa sababu walifanya maamuzi mabaya, wangemlaumu Musa na hata kumlaumu Mungu na kutaka kurudi tena Misri. Hii ndio maana kile nilichofunza usiku ni muhimu sana. Hata kama uko na huzuni, lazima uendelee kusonga mbele. Lazima uendelee kufanya kile ungefanya iwapo hukuwa na huzuni. Kwa hivyo kakangu alikuwa tu mtu mzuri. Namaanisha ungempenda sana. Namaanisha alikuwa na tabia njema, alikuwa mcheshi, alikuwa na umbo nzuri. Namaanisha alikuwa mtanashati na mwenye ucheshi na mwenye kutia watu moyo, na alikuwa na uwezo mwingi. Na sidhani kuna chochote ambacho kinahuzunisha zaidi kuliko mtu mwenye uwezo mwingi akiwa mvivu, hafanyi chochote na maisha yake hakuna sufuri. Inahuzunisha, ni janga. Usiharibu maisha yako. Usiharibu maisha yako. Na tafadhali usiwe na fikra kuwa mtu mwingine anastahili kukuwajibikia kwa jambo ambalo unapaswa kuwajibika mwenyewe. Sote lazima tuwajibikie maisha yetu, lazima tuwajibikie shida zetu, lazima tuwajibikie tabia zetu, wala si kulaumu wengine. Ndiyo, singefanya hivi kama hunge. La. Ikiwa mtu atafanya vibaya ni kwa sababu kuna kitu kinaendelea ndani yao ambacho kinapaswa kurekebishwa. Na hadi tuwajibikie hilo, hakuna chochote kitakachobadilika. Vyovyote vile, kakangu alirudi nyumbani kutoka vitani na ilimwadhiri vibaya. Hakuna shauku kuhusu hilo. Alioa. Hakuishi kwa ndoa kwa muda mrefu. Alipata mtoto, hangehakimu mahitaji ya mtoto. Alikuwa baadhi ya kina baba hao ambao hawangelipia mahitaji ya mtoto, na alipotea na kwenda kuishi mjini Arizona kwa miaka mingi. Na baada ya miaka mingi tulipokea simu siku moja kuwa alihitaji usaidizi wa dharura. Alitaka kubadili maisha yake na alitaka kurudi nyumbani, twende tukamchukue. Kwa hivyo tukamtumia tikiti ya ndege na akarudi nyumbani. Tulimpokea katika uwanja wa ndege. Baadhi ya meno yake yalikuwa yameng'oka, afya yake ilikuwa mbaya sana na ungesikitika ukimtazama. Kakangu wa pekee niliyempenda. Sikuwa na bahati ya kuwa katika familia yoyote, kwa hivyo nilifurahi kumwona na tulimkaribisha nyumbani mwetu, na David aliishi pamoja nasi kwa zaidi ya miaka 2. Madamu aliishi pamoja nasi na nilikuwa nikimtazama na hatua kwa hatua nikimwambia kile cha kufanya. Alikuwa anaendelea vizuri, aliacha mihadarati, aliacha pombe. Hatimaye tulimruhusu kufanya kazi katika huduma hii, alisafiri pamoja nasi. Na maanisha alikuwa na nafasi nyingi, ilihuzunisha. Na maanisha angekuwa katika nafasi ya juu katika huduma hii na kusafiri kote duniani kama angebadilika. Lakini vitu vingine tofauti vilifanyika, na mojawapo ya vitu hivyo vilivyofanyika ilikuwa punde tu baada ya kurudi katika mfumo wa ajira, serikali ilimnasa kwa sababu alikosa kugharimia mahitaji ya mtoto wake, ambayo hadi sasa yalikuwa $60,000. Ndiyo, alihisi ameshindwa na hilo na hangeweza kujinusuru kutoka kwalo. Tulikuwa na wakili naye akamsaidia, na serikali ikapunguza hadi kiwango cha chini, japokuwa ilikuwa sasa anga kiwango cha chini. Na wakaanza kupunguza mshahara wake na hakutaka kuwajibika. Angekuwa mkakamavu na kusema nastahili haya. Sikufanya kile nilistahili kufanya na sasa nastahili kulipia hili, na haijalishi itachukua muda gani nitalipia.
Na ikiwa angekuwa na fikra hiyo, mimi na Dave tulikuwa na mipango ya kumsaidia. Lakini tulisubiri kuona atafanya nini. Nashindwa ni mara ngapi Mungu bado hamsaidii mtu kwa sababu anasubiri kutazama atafanya nini. Jamani, nadhani ujumbe huu wamlenga mtu mahala hapa hii leo. Huelewi ni kwa nini Mungu hafanyi miujiza. Unamtarajia Mungu, lakini huenda Mungu anakutarajia. Amen. Je, utawajibika na kusema nilifanya kosa hili na ni sawa mimi kutumia miaka kadhaa kulirekebisha? Nilitumia pesa nyingi zaidi ya ninacho na sasa nina madeni mengi. Hii inamaanisha nitajinyima sana na hata huenda nikafanya kazi zaidi kwa miaka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakini nastahili hili. Mungu, nitafanya kile nitaweza na kukuamini unaweza kufanya kile siwezi kufanya. Unaanza kuwajibika, kisha unaanza kupata nguvu ya miujiza ya Mungu ikifanya kazi katika maisha yako. Kwa hivyo baada ya miaka 2 nilikuwa na hisia nzito na Dave alikubali kuwa ilikuwa wakati wa kakangu kuanza kuishi peke yake. Singestahili kumlea mwanaume mwenye umri wa miaka 50 na kwa hivyo tulimsaidia kupata makao, tukamlipia. Tulimpa lori nzuri, alikuwa na kazi nzuri, tulimsaidia kupata fanicha, kila kitu. Sidhani ilichukua wiki 3. Akaanza kurudi katika maisha yake ya zamani. Ndiyo, ufupisha hadithi hii, alitoka mjini tena, alipotea kwa miaka michache zaidi na wakati wa pekee angeweza kupiga simu ni wakati alikuwa na shida. Sasa dadangu, unaweza kunisaidia, niko gerezani. Hapana David, sikutoi gerezani. Unajua we ni mhubiri, unasaidia watu wengine. Unajua. Jamani, huwezi kumwacha mtu kukuwekea mtego wa lawama kwa sababu hawafanyi kile wanastahili kufanya. Kisha mmoja wanawake aliyokuwa akiishi nao alinipigia simu. Alimpata mkwe aliyeoa binti yangu na alinitaka niwafungulie akaunti ya benki yeye na kakangu, kwa sababu walikuwa katika hali mbaya na walitaka usaidizi. Na wajua, anajiita mhubiri, na unajua nini? Unapaswa kufahamu wewe ni nani katika Kristo, kwa sababu shetani atajaribu kukuwekea mzigo wa lawama ambao hustahili kubeba. Unastahili kujiwajibikia, lakini unastahili kuacha kila mtu awajibike mwenyewe. Niko hapa kuwasaidia watu, lakini si kuwasaidia watu ambao wanataka tu kunitumia na hawawezi kujisaidia. Sasa sijui hususan ni kwa nini nilihisi msukumo mkubwa kuhusu kuleta mada hii leo, lakini huenda ni neno lililokuja kwa wakati ufaao kwa mtu. Amen. Hatuwasaidii watu kwa kuendelea kuwalemaza. Na nisikiliza. Penzi la kweli saa nyingine lazima liwe na mkwaruzo. Kwa hivyo, mwishowe alipiga simu tena, nataka usaidizi. Tulimweka kwenye mradi wa matibabu, tulimtuma mtu kumchukua, tulimweka kwenye mpango wa matibabu, kusema ukweli kituo cha Los Angeles Dream Center, ambapo najua usimamizi wake na nilijua atashughulikia vizuri, na hata waliniambia kando, akiendelea vizuri hata tutampa kazi hapa. Na nilifurahi sana kwa kuwa alipata nafasi nyingine. Alikuwa hapo kwa siku 30, aliacha mihadarati, akaacha pombe, alikuwa vizuri tena. Walimpa kazi ya useremala kwa sababu alikuwa na ujuzi wa useremala. Alimwendea mtu ambaye alikuwa mkubwa wa mpango huo na kusema, wajua nini, nyinyi ni wazuri, nashukuru kwa usaidizi wenu. Mimi si wa hapa, ningependa unipeleke VA Center na uniache huko. Ndio, unajua ni kwa nini alitaka kupelekwa huko? Kwa sababu alitaka kupata dawa za kupunguza uchungu. Cha kusikitisha ni kwamba alikufa katika jumba lililokuwa gofu. Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Alikuwa pale kwa muda mrefu hadi hawangeweza kutambua maiti yake. Lakini unajua alimtambua vipi? Alikuwa na pochi lake, na katika pochi lake alikuwa bado na beji kutoka Joyce Meyer Ministries alipokuwa akitufanyia kazi. Unajua kwa nini nadhani alikuwa nayo? Nadhani ile ilikuwa kitu kimoja katika maisha yake ambacho alijivunia. Ule ulikuwa wakati wa kipekee katika maisha yake. Ule ulikuwa wakati katika maisha yake ambapo alikuwa anajiheshimu. Hatuwezi kujiheshimu ikiwa tunatarajia mtu mwingine kutufanyia kile tunapaswa kufanya. Na kuambia hivi sasa, bado hujachelewa. Tafadhali nisikilize, bado hujachelewa. Unaweza kuondoa huo unyanyapaa, unaweza kuondoa huko kuvunjika moyo, unaweza kuondoa kile kila mtu amesema na kile kila mtu amefanya.
Unaweza kupata uponyaji, kuna ukombozi, kuna mwanzo mpya kwako katika Kristo Yesu. Bado hujachelewa. Usikubali huo uongo wa kwamba umechelewa. Kataa kusetwa na maisha yako ya nyuma. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kushika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Hili limekuwa mojawapo ya maandiko ninayopenda zaidi. Si tu ukweli kuwa Paulo alisema nakaza mwendo, bali kuwa alisema alikuwa akikaza mwendo apate kushika. Alisema nakaza mwendo ili nipate kushika lile ambalo Kristo Yesu alikufa ili niweze kushinda. Kumaanisha anasema Kristo alikufa ili niweze kuwa na kiwango cha maisha ambayo yanafurahisha sana, na nitakaza mwendo hadi nipate hayo maisha ambayo alikufa ili niweze kuyapata. Jamani, kuna mtu katika jengo hili leo? Unaweza kuwa na afya nzuri. Unaweza kuwa na heshima. Unaweza kuwa na pesa. Unaweza kuwa na mahusiano. Haijalishi ni kiwango kipi ulihuzunishwa hapo awali. Unaweza kupenda tena. Usijitenge tu na kila mtu kwa sababu tu unaogopa kuvunjwa moyo. Unajiumiza wewe mwenyewe ikiwa unaishi katika upweke na kuishi katika uoga wa kuweza kuwa na uhusiano na mtu yeyote. Na yamkini naweza kuendelea kusema kwamba ukijihusisha na watu utavunjwa moyo. Na tukubali kwamba huo ndio ukweli. Lakini utapona sababu mponyaji anaishi ndani yako. Mstari wa 13, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika na kulifanya kuwa langu, ila natenda neno moja, ni msukumo wangu mmoja. Unahisi mapenzi yake? Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Ni kama anasema, ya kale yananifuata, yanajaribu kunishika, lakini nachuchumilia, nakaza mwendo. Ndiyo ari yangu moja, lengo langu moja, nitaishi maisha ambayo Yesu anataka niishi. Na kusema ukweli, hiyo ndiyo ari yangu kama mhubiri. Tuna watu wengi waliokoka kupitia huduma yetu, lakini mimi kwa kiasi kikubwa si mhubiri. Mimi ni mwalimu wa neno na nina upekee fulani katika mafundisho yangu. Kutoka wakati Mungu aliponiita kufunza neno lake, nimekuwa na hii ari ya kuwafunza walioamini jinsi ya kusimama na kuwa watu ambao Mungu alipanga wawe na wamiliki kile Mungu anataka wamiliki. Kusema kweli, siwezi kuwavumilia waamini ambao wamehuzunika, wanyonge na waliokufa moyo. Yesu hakufa kwa ajili yetu ili tuwe namna hiyo. Ndiyo, tuna shida. Nimekuwa na shida. Nimekuwa na masikitiko katika maisha. Lakini unajua nini? Liwe liwalo, sio yale yaliyotukia kwetu ndio utufanye tukose furaha. Ni mtazamo wetu kuhusu yale yanayotokea kwetu ndio utufanye tukose furaha. Na ikiwa nitakuwezesha kutoka gizani na kuwasha mwangaza kabla hujatoka hapa, na kufahamu kuwa Yesu tayari amekulipia deni kubwa ili uweze kuwa na maisha ya kipekee. Mwizi huja kuua, kuiba na kuharibu, lakini Yesu alisema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Na unajua nini? Ujumbe huu tu si wa uga uliojaa watu hapa Marekani. Ujumbe huu ni wako, wewe uliye mahali kijijini barani Afrika, au wewe uliye India, au mahala tofauti barani Asia, au watu walio Uropa ya Mashariki. Shetani anakutaka wewe ufikiri kuwa huwezi kuwa na aina yote ya maisha mazuri, utaraji tu maisha mabaya. Hapana, unaweza kuwa na maisha mazuri ya kipekee kama walivyo watu wengine. Bado hujachelewa kupata mtazamo mpya na kuanza tena. Bado hujachelewa kuanza upya. Nini ufanyike ikiwa ulikuwa na mpango na haukuweza kufaulu? Wajua, akili ya binadamu hupanga njia zake, lakini Mungu huongoza hatua zake.
Wajua, nadhani twafaa kuanza kumwamini Mungu wakati mambo yanatuendea mrama, badala ya kukasirika na kuwa na mtazamo mbaya. Huenda Mungu anatuokoa kutokana na jambo na hata hatujui. Haya ni mambo matatu madogo niliyoandika katika kitabu hiki. Ikiwa umefanya kila uwezalo kufufua uhusiano na huyo rafiki anasisitiza kukatisha uhusiano, huenda Mungu anakuongoza kwa kufunga mlango. Huenda Mungu anakuongoza kwa kufunga mlango. Huenda huu ungekuwa urafiki ambao mbeleni ungekuletea madhara. Naomba nikwambie jambo, nimejifunza kutolazimisha mahusiano na kutazama kundi hili au kundi lile na kutamani kujiunga nalo. Naomba nikwambie nini? Naomba kila mara niunganishe na yeyote ambaye unanitaka niungane naye. Ukitaka mimi kuwa rafiki ya yule mtu, yeye. Ikiwa sivyo, haitanijalisha. Kwa sababu najua kuwa ikiwa Mungu hataziongoza hatua zangu, nitaishia kuwa na shida. Usitumie maisha yako kujaribu kutangamana na watu unaodhani ni mashuhuri, kwa sababu hilo litakufanya uwe mashuhuri. Ikiwa ulifanya kile kinachohitajika kuweza kujiunga na taasisi fulani, lakini wakakataa ombi lako, Mungu huenda anakukinga na tukio ambalo huenda lingekuadhiri. Ikiwa ulifanya bidii kwa kadri ya uwezo wako lakini ukafutwa kazi, Mungu huenda anakukinga kutokana kwa taaluma ambayo huenda haingekuridhisha au kukimu mahitaji ya familia yako vya kutosha. Ikiwa umekwama katika msongamano wa magari na uko na haraka na sasa umekasirika kwa sababu huko mahali unapotaka kuwa, huenda Mungu anakukinga kutokana na ajali ambayo ingekuua. Badala ya kufadhaika, mimi na Dave tumejifunza kusema muda wetu uko mikononi mwake. Muda wetu uko mikononi mwake. Usitumie maisha yako ukiwa umekasirika kwa sababu mambo hayakwenda jinsi ulivyotaka, bali sema tu, huenda Mungu ana mpango ambao siujui na nitamwamini. Je, mtu anaelewa hili leo? Sasa nataka kuwazungumzia kuhusu kupata kiriba kipya. Mathayo sura ya 9 na mstari wa 16. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia, vile viriba hupasuka, divai ikamwagika na viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhi vyote. Nadhani kuwa divai mpya kama tunavyotaka kuizungumzia leo ni maisha mapya yenye nguvu, mwanzo mpya. Na kiriba kile kikuukuu ni mtazamo wa zamani. Ni njia za zamani kuwaza, njia za zamani za unavyojiona. Tunapaswa kujiona jinsi Mungu anavyotuona, si jinsi ulimwengu unavyotuona. Mnanisikiza? Unastahili kujiona jinsi Mungu anavyokuona, si jinsi wanadamu wanavyokuona na kuzungumza nawe. Hebu niseme hili tena. Unastahili kujitazama jinsi Mungu anavyokutazama. Hii ndio maana nastahili kusimama hapa kila mara na kuambia kuwa nyinyi ni watu wa kipekee. Wa kipekee, nyinyi ni watu wa ajabu sana. Mwenzangu, jinsi tu mili yetu imeundwa. Kama ningefundisha mafunzo ya afya ambayo sitayafanya, mngeshangazwa kufahamu tu kila kitu kinachoendelea ili kukuwezesha kupumua. Na Mungu anadhibiti hayo yote. Alikuumba, mkono wake uko kwako, anakurekebisha, una karama, talanta na uwezo, una akili, una nguvu, una ubunifu ndani yako. Kwa nini unataka tu kukaa na kusema huenda inapendeza kuwa Joyce? Endelea. Usiishi maisha yako ukiwa na mtazamo wa zamani.
unaotokana na mambo fulani yaliyokuvunja moyo. Wangapi kati yenu wamewahi kuwa na masikitiko katika maisha? Je, kuwa na masikitiko makubwa? Wangapi wamewahi kuwa na maumivu makubwa katika maisha yako? Namaanisha maumivu ya kweli katika maisha yenu. Ndiyo, unajua nini? Ni wakati wa kuacha kulilia hilo. Ni siku mpya. Ni wakati wa kusonga mbele. Hivi sasa, hivi leo, kabla ya kutoka mahali hapa, tunaenda kuwa na kiriba kipya. Kwa hivyo tunaweza kuwa na divai mpya ya Roho Mtakatifu imiminwe ndani yetu. Ni siku mpya. Ni siku mpya. Ikiwa umevunjwa moyo, basi neno langu kwako leo ni kukuambia tiwa moyo. Mtazamo mpya, wow, unabadilisha kila kitu. Unapaswa hata kuwa na mtazamo mpya kumhusu Mungu. Wajua, hata tumemchukulia Mungu kwa njia isiyofaa kwa miaka mingi. Mungu si Mungu mwenye hasira ambaye amemkasirikia kila mtu na anasubiri kumpiga kila mtu kichwani kwa kila kosa analotenda mtu. Mungu ni Mungu mwenye upendo na huruma, na ni Mungu anayetoa nafasi ya pili na ya kujaribu tena na wa mwanzo mpya, na ndiyo maana hutuadhibu. Tukitenda dhambi, Mungu hutuadhibu. Hatutatenda dhambi na tuache hivyo. Mungu ataturekebisha na kutuadhibu na kututia nidhamu, na asingefanya hivyo basi angekuwa hatupendi. Lakini nitawaambia jambo moja, Mungu hatachoka nawe. Nimesema Mungu hatachoka nawe. Yeye hatachoka nawe. Mungu bado hajamaliza kukushughulikia. Bado hata hajaanza kabisa. Amen. Unapaswa kuwa mwangalifu juu ya mitazamo hiyo. Unajua, nilipitia kipindi fulani ambapo linibidi kupambana na mtazamo wa kujiona na zeeka. Unajua, niliamka hotelini mahali fulani. Nilikuwa nimesafiri kwa muda wa miaka 38 ya maisha yangu. Taa zilikuwa chafu na pazia zilikuwa zaning'inia kombo na zulia lilikuwa na mawaa. Nafikiria sijui Mungu kama naweza. Na unajua nini? Sikuruhusu hilo lipite, lakini kama nusu sentensi hivi, hapana. Hapana. Nimebarikiwa sana kuweza kufanya ninavyofanya. Nashukuru sana kuona ninawasaidia watu wa Mungu. Jamani. Lakini sitawaambia kwamba huwa sihisi hivyo. Nasema tu kwamba sitakata tamaa. Unajua kwa nini? Kwa sababu nitamaliza kazi yangu. Nitamaliza mbio zangu. Haihitaji talanta yoyote kuanza. Lakini inahitaji wanaume na wanawake wa Mungu na nguvu nyingi za Roho Mtakatifu kuweza kumaliza mbio zako na kuwa kile Mungu anachotaka uwe. Na nimeamua kujaribu kuwasaidia kadri niwezavyo. Sawa, Yohana sura ya 11. Kufufuliwa kwa Lazaro. Kwanza kabisa napenda kifungu cha 40, kwa hivyo nitaenda hapo. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Sasa huo ndio mtazamo mpya wa kwanza unaostahili kuupata. Mtazamo wa kuamini badala ya kuwa na mashaka. Na kila siku amka na useme, naamini kuwa kitu kizuri kitatokea kwangu leo. Unaweza kuyafanya kuwa mazoea yako. Naamini kuna kitu kizuri kitatokea kwangu leo. Hebu tujaribu. Naamini kuna kitu kizuri kitatokea kwangu leo. Na naweza kusikia wanung'unikaji wengine wakisema, ndiyo, nilijaribu hivyo unavyosema jana. Hakuna kizuri kilichotendeka. Rudia tena, na tena, na tena, na tena, na tena, na tena, na tena. Fanya hivyo mpaka umchoshe Ibilisi na achoshwe na kusikia mtazamo wako mzuri hivi kwamba hatawahi kuzuri mji wako tena. Yesu alikwenda kaburini na akasema, Lazaro, toka nje. Naye akatoka nje akitembea. Lakini mara nyingi hatusikii sehemu ya hadithi iliyosalia, na hadithi iliyosalia ndio ninayotaka kuzungumzia leo, kwa sababu Yesu alisema jambo la pili ambalo naona ni muhimu sana. Alisema,
vua sanda zako. Sasa hapo ndipo tulipo leo. Tunajaribu kuvua sanda. Kwa sababu mmeokoka, nyinyi ni waumini, kwa hivyo tayari mmefufuliwa, tayari mmezaliwa upya. Lakini ikiwa bado umevaa sanda zako, hutawahi kuwa na maisha ambayo Mungu anataka uwe nayo. Sanda ni nini? Mitazamo ya zamani, mfumo wa zamani wa kufikiri, njia za zamani za kuongea, njia za zamani za utendaji. Jamani, mbona usiwe na mwanzo mpya katika maongeo yako leo? Kwa nini usiseme, nitaacha kuzungumzia mambo jinsi yalivyo na nizungumzie vile yanavyopaswa kuwa kulingana na neno la Mungu? Muombe Mungu akusaidie usiseme kitu chochote kibaya. Haijalishi unaumia kiasi gani sasa hivi, usimfungulie Ibilisi mlango na kumpa nafasi ya kuifanya hali kuwa mbaya zaidi. Endelea tu kusema, Mungu nakuamini, kitu kizuri kitatokea kwangu. Bado sijachelewa. Napenda ujumbe wangu leo. Unajua, ya zamani yanaweza kuwa unayajua vizuri, lakini vile vile yameoza. Na hakuna upako katika vitu ambavyo Mungu amemalizana navyo. Hakukuwa na upako tena uliosalia katika Sauli, lakini Mungu alikuwa na mpango mpya, upako mpya, kwa mpango mpya, kwa mfalme mpya. Hakuna kitu kibaya zaidi kuliko kujaribu kufanya kitu ambacho hakina uhai ndani yake. Kama usemavyo huu msemo kwamba ikiwa punda amekufa kwa miaka 10, wakati wa kushuka kutoka mgongoni mwake umefika. Ndiyo, wow. Huruma zake ni mpya kila asubuhi. Kila saa 24 tunapata fursa ya kuanza upya. Unajua, nadhani jinsi alivyopanga kuchwea na kuchomoza kwa jua, huo ni ujumbe wa kila siku kwetu. Naamini hivyo. Kusema kweli, naamini hivyo. Naamini jinsi alivyogawa siku katika vipindi vya saa 24. Na tuseme tu kwamba ukifuata njia sawa, ina maana uko macho saa 16 na unalala saa 8. Na ninajua kwa wengine wenyu hii ni jambo la kustajabisha, lakini unajua. Na unajua, haijalishi jinsi mambo yalivyo mabaya wakati unaenda kulala, ikiwa unaweza kupata usingizi mzuri, huwa yanaonekana kuwa nafuu asubuhi inayofuata. Na kisha Mungu anasema huruma zake ni mpya kila siku. Kwa hivyo kusema kweli, kila asubuhi ni mwanzo mpya kabisa. Usikae kitandani asubuhi na kufikiria juu ya yale makosa yote uliyotenda jana. Hivyo ndivyo haswa Ibilisi anavyotaka ufanye. Anataka uiharibu siku yako kabla hujashuka kitandani, kufikiria makosa yote uliyotenda jana. Ibilisi ni mwongo. Isaya 43. Isaya 43:18. Msiyakumbuke kwa bidii mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda jambo jipya. Nitatenda jambo jipya. Unajua nini? Nasubiri kwa hamu sana kuona kile Mungu atatenda katika maisha yangu katika miaka michache ijayo. Nadhani mambo yatakuwa bora zaidi na zaidi. Tazama, nitatenda jambo jipya. Je, hamtalijua sasa, ambayo maana yake nilione? Unaweza kuliona kwa jicho la imani. Na hamtalisikiliza? Hata nitatengeneza njia jangwani na kuwapa mito jangwani. Mungu anasema nini? Unajua nini? Haijalishi hali yako ni mbaya kiasi gani, bado naweza kufanya kitu kipya. Na hebu nikwambie jambo, wakati umepata hasara kubwa katika maisha yako, bila shaka inaumiza. Ndiyo, kuna uchungu. Kuna ile hisia ya kuona kwamba unatamani kitu. Naelewa hilo, najua hilo. Kuna siku ambazo nimehisi vivyo hivyo. Lakini hiyo ni hisia tu. Ni hisia tu. Kwa sababu wakati wote unajitolea mhanga kufanya kitu na kikose kufaulu, bila shaka utavunjika moyo. Lakini unajua una mambo mawili ya kuchagua.
Unaweza kuishi maisha yako ukiwa umevunjika moyo, au unaweza kuanza upya. Hilo ndilo chaguo la pekee. Ishi maisha yako huku ukiwa umevunjika moyo, endelea kuishi ukifikiria aliyopita, na umruhusu ibilisi kukutesa, au ishi yapukute mambo hayo, na useme Mungu yu hai na mzima hapa duniani na ana mpango mzuri kwangu. Mimi niko vile anavyosema niko, naweza kufanya kile anachosema naweza kufanya. Nitaanza upya, nitakuwa na mtazamo mpya na mwanzo mpya, nazivua sanda zangu. Siku ni hii Bwana amefanya. Furahini, shangilieni. Sasa, unajua sote tuna upungufu katika maeneo fulani. Pengine huelewi kwa urahisi kama watu wengine, au pengine huelewi kwa njia ile wanayoelewa. Tunaye mtoto mmoja wa kiume, kitinda mimba wetu wa kiume, ambaye ni mwerevu sana. Lakini alikuwa msumbufu sana shuleni. Na unajua nini? Kitu ni kwamba hakusoma kwa njia ya kawaida, na enzi hizo hawakutambua hilo bado. Kwa hivyo walikuwa na mfumo mmoja wa elimu kwa kila mtu, na alijifunza zaidi kwa mikono yake na kwa kutenda. Yeye ni kama mimi, mtu anayefahamu kile anachopaswa kufanya kwa kutegemea hisia zake. Akihisi, anatenda. Sasa ni afisa mkuu mtendaji wa huduma yetu, na anasimamia huduma hii ya habari na kazi zote za huduma hii. Naye mtoto wetu mkubwa wa kiume ni afisa mkuu mtendaji wa umishonari wote duniani. Na kati ya hawa wavulana wawili, wanafanya kazi kubwa na kuniwezesha mimi na baba yao kupata muda wa kupumua. Amen. Lakini unajua, kusema kweli, nakumbuka kuwaza hivi, sasa ataishi na mimi maisha yake yote? Jamani, baadhi yenu wana mtoto mnayemfikiria hivyo? Yaani kama utaondoka, unaweza kuondoka kweli, yaani unajua utafanya nini? Nilikuwa na binti yangu mmoja ambaye nilifikiri nitamfanyia nini. Unajua, Mungu wangu, huyo msichana alikuwa mchafu. Na sasa inachekesha kwa sababu ndiye ninayemtuma na ndiye anayenitunza na hunisaidia na kunikumbusha kazi ninazopaswa kufanya. Toa nafasi. Kwa kuwa na upungufu fulani katika maisha, hiyo haimaanishi Mungu hawezi kukutumia ikiwa utajifunza kumtegemea yeye. Amen. Unajua, nasema hivi na simaanishi ninajidunisha. Nafahamu vizuri zaidi kuliko kufanya hivyo, lakini nitawaambia ukweli waziwazi. Yaani, mimi ni mtu wa kawaida sana. Yaani namaanisha kwamba sina yaani nina werevu wa kawaida, lakini si mwerevu sana au kitu kama hicho. Unajua ni hivi, ukimwandalia Mungu nafasi katika maisha yako na uchukue hizo hatua za imani, na hutakata tamaa na hutachoka na hutashindwa, mwisho wake Mungu atafanya mambo ya ajabu kupitia kwako, na haijalishi huna kitu fulani, bora tu una Mungu. Mnaelewa hilo? Unajua, niko tayari kuambia kile siwezi kufanya kwa sababu ninaye Mungu. Na kwa hivyo, anaujaza nguvu udhaifu wangu, ananitia nguvu, ananifanya nionekane mtoto, ananiwezesha, ananifurahisha. Na tukiacha kujiangazia na kusema hebu niangalie, usijiangalie, mwangalie Mungu. Sawa, nitamalizia kwa kuongelea juu ya Zakayo. Samahani ikiwa ulinisikia tayari nikifunza juu yake, lakini nampenda tu. Luka sura 19, unaweza kujisomea mwenyewe. Yesu alikuwa akija mjini na Zakayo alitaka kumuona, lakini alikuwa mfupi sana kuweza kuona mbele ya wengine. Zakayo kajituka fupi. Naipenda hii. Sote tu wafupi kwa njia moja au nyingine. Bwana we, angeweza kwenda nyuma ya mti mahali fulani na kujisikitikia. Angesema, ndiyo mimi ni mfupi na siwezi kumuona Yesu, na kila mtu ataweza kumuona Yesu, na sasa mimi ni mfupi, mbona si mrefu?
Lazima nyinyi warefu mnafurahi sana. Jamani, mnaelewa nazungumzia nini? Najua. Lakini hapana, Zakayo alitaka kumwona Yesu, kwa hivyo alikimbia mbele ya umati na akakwea mti. Je, kuna waparagaji miti wowote hapa leo? Sasa mnaelewa kuna maana ya kiroho hapa. Sawa, kwa hivyo una upungufu mahali. Jaribu kutia bidii zaidi. Pengine unapaswa kutia bidii zaidi shuleni. Pengine unastahili kutia bidii zaidi katika kupanga maisha yako. Kila mtu ana kitu. Unajua mimi sijui vizuri njia za kwenda mahali. Wakati mwingine ujikuta nimeingia kwenye msale wanaume zaidi anavyoweza kuwaambia. Yaani si uongo. Natoka chumba cha hoteli na sijali natoka mara 10 katika wikendi moja na mtu anapaswa kubeta mkono wa kushoto. Mimi najikuta wakati nimebeta upande wa kulia. Sijui shida yangu ni nini. Naweza kupotea bafuni. Najua wakati wote akili yangu iko mahali fulani unajua. Lakini unajua nini? Niko tayari kukwea mti. Wacha kusumbukia kile usichoweza kukifanya na kile usichoweza kukifanya vizuri. Na anza kutumia nguvu zako kwa kile unachoweza kufanya na umwache Mungu akushughulikie yale mengine. Sasa sikiliza, nimefikia mwisho wa ujumbe huu. Zakayo jamaa mfupi sana na mdogo, lakini alitaka kitu na kwa hiyo akasema nitakipata. Na akachomoka mbio na kukwea mti. Na ukisoma hii hadithi, mambo yalikuwa hivi. Wakati Yesu alikuwa akipita, alimwona Zakayo juu ya mti. Sasa kwa nini Yesu aliangalia juu ya mti? Kwa sababu kuna kitu katika roho ya Zakayo kilichogusa kitu katika roho ya Yesu na kukawa na muunganiko. Kwa sababu Mungu anawapenda wale walio na nia ya sitakata tamaa. Haijalishi ikiwa nina upungufu fulani, nitakaza mwendo na niwe vile vyote ambavyo Mungu anataka niwe. Na unajua Yesu alimwambia nini Zakayo? Alimwambia, shuka upesi, leo ni mgeni wako kwa chakula cha jioni. Wow! Na alikuwa mtoza ushuru na hususan mtenda dhambi mkuu na mwizi. Lakini Yesu aliona kitu ndani yake ambacho angekitumia kufanyia kazi. Na naamini Mungu anaona kitu ndani yako leo ambacho anaweza kukitumia. Huenda itakubidi upande miti kadhaa katika maisha, lakini unaweza kuanza upya. Hujachelewa kuanza upya. Jamani, simameni na mshangilie Mungu kwa shangwe kubwa. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.